sheke ya baba. Kwa furaha niwe pamoja na wewe Yesu. Kwa furaha niwe na wewe Yesu. Niwe na wewe Bwana wangu Yesu. Niwe pamoja na wewe Yesu. Niwe pamoja na wewe Bwana Yesu. Niwe pamoja na wewe Bwana Yesu. Aramosha kayaba. Yamandara baba. Indara boshe pukoya baba. Yandara bosha kaya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, take all the glory. Bwana Yesu, chukua utukufu wote, chukua shukurani zote, chukua sifa zote ni zako. Leo hii tumekuja Bwana, tumekuja mbele zako, tunajihudhurisha mbele za kiti chako cha enzi. Tulio watoto wako na tulio watumishi wako, Mungu wetu unayetujua kuliko tunavyojijua, tulipo na nguvu na tulipo na mapungufu, tulipo dhaifu na tulipo na nguvu. Unatujua Bwana, unatujua Bwana. Hatuwezi kujificha mbele zako kwa jambo lolote. Tunaomba rehema zako kwa ajili yetu wote, kwa ajili ya kanisa lako lote leo. Maana tumetamani leo tusikuabudu kwa mazoea, wala tusikuite kwa mazoea, wala tusikusikilize kwa mazoea. Turehemu Bwana, ututengeneze, uturudishe katika nafasi yetu, nafasi ya kanisa, nafasi ya wacha Mungu wako, nafasi wa kutafutao kwa moyo wote, katika jina la Yesu. Nawe Roho Mtakatifu tusaidie, tutie nguvu, tuwezeshe, tuelekeze. Tusipoweza tuwezeshe, tulipopungua tutie nguvu, ukatujaze tena katika jina la Yesu. Tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena katika jina la Yesu. Imani ilipopungua, ihuishe tena kwa neno la Bwana, ihuishe tena ndani ya neno la Mungu, ihuishe tena. Imani ikoyeyuka, ihuishe tena kwa neno la Mungu, kwa neno ambalo ndani mwake mna uzima. Ihuishe imani, tukuamini tena. Jesus, so good, Lord, so good. Jesus, you've been so good, and you are so good. Jesus, so good.
Naomba katika neema ya Mungu na katika uwepo wa Mungu turudi kwenye nafasi zetu, tumpe nafasi Mungu kusema na sisi. Bwana Yesu na Baba ambao katika yeye, katika Kristo Yesu tumepata kumjua, tunakaribisha Mungu katika ukamilifu wa utatu wako mtakatifu, uwe pamoja nasi katika ibada hii, katika neema na katika ufahamu wa kweli utokao katika asili ya uungu wako mwenyewe. Utusikizishe neno lako, ututilie ufahamu utokao katika uungu wako halisi, tupate kuelewa na maandiko, ili ya kwamba katika hayo tuponywe, katika hayo tusifikirie ahadi, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Naomba uchukue nafasi, mimi niwe chombo tu katika mkono wako, unitumie kama chombo chako, lakini mapenzi yako na mapenzi yako tu ndio yafanyike, na utukufu wote uje kwako, ili unapoongezeka, unapotukuka zaidi, mimi nipungue, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Barikiwa sana. Ilikuwa asante. Mungu awabariki sana. Amina. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sisikii kama ni sauti za watu wote walioko hapa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kidogo kuna wengine bado hawajazungumza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Karibuni nyumbani mwa Mungu, na wasalimu nyote katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Ninawapenda. Nasikia furaha kubwa kuwa pamoja na ninyi mbele za Mungu wangu aliyependezwa kunichagua na kunifanya niwe mmoja miongoni mwa watumishi wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Amen. Mungu anataka tumpe watoto. Anataka kutuhifadhia uzao. Anataka kutuhifadhia uzao, kwa sababu shetani anafanya kazi kubwa sasa ya kuona kwamba anatuharibia uzao. Ni kama anataka kuliacha kanisa halina warithi katika mambo mbalimbali, si ya kiroho tu, hata ya maisha ya kawaida, maadili ya kawaida na mambo mengi, maeneo mengi. Shetani yuko kwenye kasi na si ndogo, ni kubwa, kuharibu akili watoto. Haleluya. Wao watu ambao wanaishi kiona kama wakili, lakini wameharibika akili.
Hata Mungu hawezi akawaamini kwa chochote, wala jamii haiwezi kuamini kwa chochote, wala kanisa haliwezi kuamini kwa chochote, wala wazazi, familia haziwezi kuamini kwa chochote. Shetani anafanya mambo mengi makubwa ya kuona kwamba anaharibu kizazi. Haleluya! Awafanye waishi, tukitazama juu tunaona watoto wetu, lakini kumbe katika namna ya ndani zaidi yeye anaona wameshakuwa wake. Amewashika, amewatawala na anawatumia apendavyo, na atawapeleka apendako kuwapeleka. Haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Shetani anaua, kuanzia kuua kimwili, kiroho, kiakili, kwa namna yote ile atutengenezee kizazi kisichofaa kwa jambo lolote, kizazi kisichofaa kwa namna yoyote. Jamani, haleluya, amen, 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 amen. Naomba fungua Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Maneno nitakayofundisha asikilize kwa makini uelewe, alafu imani yako iconnect. Mungu ataponya uzao wetu, haijalishi uharibifu ni mkubwa kiasi gani, Mungu ataponya. Ninaamini tutakapokuja mbele za Bwana kwa imani, kuna hata matumbo yaliyofungwa yatafunguliwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninaomba tunaposema tulete watoto kwa Bwana, wale ambao hamna watoto lakini na imani ya kupata watoto huko mbele, hujaolewa, hujaoa, na unajua kwamba utaolewa wakati fulani utazaa, na utaoa wakati fulani utazaa, na wewe mwamini Mungu, anza kuandaa ulimwengu wa roho na hatima ya watoto wako utakaowazaa, hata kama leo hujawazaa, katika jina la Yesu. Usiseme mimi sina watoto, maombi ya leo hayanihusu. Yanakuhusu. Kuna watoto bado wamo ndani mwako. Haleluya. Walete mbele za Bwana, watabirie hatima ya kimungu watoto wako, hata kama hawajaja, maana watakuja. Wasemee watoto wako watakaokuja, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Biblia inasema mstari wa 7, Mwanzo 17 mstari wa 7, tasoma mpaka wa 12. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu
na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nataka kuzungumza kuwawekea watoto wetu chapa ya Mungu wetu. Ndio maana nasema inawezekana tunachokifanya ni zaidi ya maombi, ni kitu cha kiroho zaidi. Tunakwenda pamoja, na mimi naomba Mungu akupe ufahamu wa kiroho zaidi, uweze kwenda ndani zaidi katika kiroho. Tunafanya kitu ambacho ni maombi, lakini ni zaidi ya maombi. Haleluya! Kuwawekea watoto wetu chapa za Mungu wetu, alama ya Mungu wetu. Haleluya! Mungu alizungumza mengi na Ibrahimu. Sasa kurudi kwenye historia ya huko tulikotoka, wale tuwa kwenye ibada ya Kiingereza, mhubiri ametueleza habari ya Ibrahimu na baraka zake na mchimbuko kutokea akiwa natoka Uru wa Wakaldayo. Lakini leo mimi nataka nianzie hapo katikati. Mungu tayari yuko pamoja na Ibrahimu katika nchi ya Kanaani, akamwambia, unachoona na kifanya mimi kwako, sikifanyi kwako tu, na kifanya pia kwa uzao wako baada yako. Ninaposema mimi ni Mungu wako Ibrahimu, ninamaanisha pia kuwa Mungu wa uzao wako baada yako. Na watu wameelewa nilichosema? Wangapi wameelewa nilichosema? Dhamiria Mungu uliyempata, ukamwamini akawa Mungu wako. Usitosheke kuwa ni Mungu wako, tafuta huyo Mungu awe Mungu wa uzao wako. Awe Mungu wa uzao wako. Kuna mabalaa yametokea Israeli nyakati zile. Anatokea mfalme na mcha Mungu, anamcha Mungu, Mungu wake, halafu anaacha mwana, halafu anatengeneza madhabahu za miungu mingine, halafu Mungu wa baba yake hamfanyi kuwa Mungu wake. Jamani, wangapi wanaelewa ninachoongea? Mungu akusaidie kuelewa ninachoongea. Jina la Yesu libarikiwe. Daudi alimfanya Mungu kuwa Mungu wake. Sulemani akamfanya Mungu wake kabla hajaanza kuzama kwenye maisha ya wanawake pamoja na utajiri. Jina la Yesu libarikiwe. Sulemani baada ya kuzama kwenye utajiri na kujipatia wake, Mungu wa baba yake hakuendelea kwa Mungu wake. Akaoa binti wa mfalme wa Misri, akajenga madhabahu ya Mungu wa Misri. Mungu wa Misri akawa Mungu wake, na Mungu wa Israeli akaacha kuwa Mungu wake. Kwa sababu alikuwa na mali nyingi na hekima nyingi, watu wanakuja kumshangaa. Tamaa ikawa kubwa na kutafuta ufahari kukawa kubwa. Akaona atafute na wengine pia, binti za wafalme wa nchi nyingi za kando kando wakaolewa kwa Sulemani. Sulemani akawa na wake binti za wafalme
na wengine wastahiki, jumla wake 700. Na kila mke Sulemani akamjengea madhabahu ya Mungu wake katika Yerusalemu. Kwa mfalme akaifanya Yerusalemu kujaa madhabahu za miungu migeni mingi zaidi ya 700. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini ni mtu huyu ambaye baba yake Mungu wake alikuwa Yehova. Lakini Yehova, Sulemani hakuendelea kumpokea kama Mungu wake. Kwa nasema kitu cha maana sana. Na Mungu alikuwa anamwambia Ibrahimu kitu cha maana sana. Anamwambia, nataka niwe Mungu wako, lakini sitaki kukomea kuwa Mungu wako peke yako. Nataka niendelee kuwa Mungu wa uzao wako. Haleluya. Jambo nalofanya ni zaidi ya kuomba. Mungu akutie ufahamu, uconnect uzao wako na Mungu unayemwabudu. Sasa pole kama huyu Mungu unayemsemea si unayemwabudu. Inawezekana kwepo mtu hapa aabudu Mungu unayemsemea. Haleluya. Akawepo tu amejiingiza kwa siri, lakini ni free mason. Mimi nikisema Mungu unayemwabudu, kumbe na yeye anaongelea mwingine. Pole sana. Kama kuna mtu yuko hapa Mungu unayemsemea sio wewe unayemsemea. Huyo Mungu akiwa Mungu wa uzao wako vizazi vyote, utakufa umechimbia shimo uzao wako wote. Utaacha umechimbia shimo uzao wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakawepo Mungu wake ni Mungu wa uchawi na waganga. Kwa mimi niko hapa pise nazungumza Mungu wako awe Mungu wa uzao wako, kumbe wewe una Mungu mwingine unayemwongelea. Kama unaongelea Mungu mwingine, pole, kwa sababu utachimbia mashimo uzao wako baada yako. Haleluya. Ni matumaini yangu kwamba Mungu Baba wa Bwana wangu Yesu aitwaye Kristo ndiye Mungu wako pia. Narudia tena, ninapoongea maneno haya nina matumaini na imani kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Baba wa Bwana wangu mimi, jina lake anaitwa Yesu aitwaye Kristo, huyo Mungu awe pia ndiyo Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema akimwambia Ibrahimu, nataka niwe Mungu wako na Mungu wa watoto wako baada yako. Mstari wa 7, angalia. Mstari wa 7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu wako na kwa uzao wako baada yako. Kwamba nitakuwa Mungu wako na kwa uzao wako baada yako. Niliwahi kusoma mwaka fulani kitabu kimoja. Kusoma vitabu ni kuzuri, ingawa si kila kitabu kinafaa kusoma.
ukisoma vitabu unabidi uwe na maarifa ya kujua kikufaacho na kisicho kufaa. Haleluya. Kwa hiyo nasoma vitabu. Nikasoma kitabu kimoja kinaandikwa na mwandishi mmoja anaitwa Rebecca Brown. Rebecca Brown alikuwa ni daktari, sijui kama bado anaishi au ameshakufa, sina taarifa zake, lakini wakati ule haionekani kama anaweza kuwa amekufa, kama ni kuzeeka, kwa sababu sio miaka mingi zamani, kwa miaka ya 90 na kitu hapo. Alikuwa bado ana umri sio mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni daktari, medical doctor, lakini ameokoka. Dr. Rebecca Brown akapata kazi kwenye hospitali. Alipofika kwenye ile hospitali, baada ya muda wa kufanya kazi pale, akagundua ni hospitali inamilikiwa na watu ambao Mungu wao sio Mungu huyo ambaye Rebecca anamwabudu. Ni watu ambao wako kwenye chama cha waabudu shetani ambacho kinaitwa Brotherhood. Huku watu wanasema sana Freemason, Freemason, Freemason. Ni kwa sababu ndio kuna wengine wanaongea tu Freemason hata hajui anaongea kitu gani. Haleluya. Amesikia wengine nasema Freemason na anasema Freemason, hapo hata hajui anachokiongea. Haleluya. Lakini kuna vikundi vingi vya siri vinavyomwabudu shetani moja kwa moja na kufanya kazi za shetani kwa namna zake zote, na moja vitu wanatafuta hasa ni utajiri. Ndio utajiri ndio unaoingiza kwenye vikundi hivyo, vinaitwa secret societies. Kwa moja ya secret societies ni Freemasons, lakini kuna secret societies nyingine, kuna Brotherhood pia ni moja ya secret societies. Kwa hiyo yeye akafanya kazi ambapo kuanzia mmiliki na idadi kubwa ya wafanyakazi, madaktari na manesi, wengi wao ni members, ni wanachama wa Brotherhood. Sasa kitabu kile kinaitwa He Came to Set the Captives Free. Yesu alikuja kuweka mateka huru. Ndicho kitabu ninachokiongelea, nilichokisoma. Katika kitabu kile akaongelea habari kwamba kuna vingi nasema kimoja. Moja mambo hawa wanafanya, manesi ni Freemason, ni Brotherhood. Madaktari ni Brotherhood. Kwa mama anakwenda pale mjamzito, yeye anajua ni hospitali kama hospitali, ameenda kujifungua. Ile siku ya kujifungua wao wanaamua mtoto wamfanyeje. Wanataka we kafara kwa ajili ya shughuli zao, anaweza kafa hata dakika 3 baada ya kuwa amezaliwa, au hata siku ikapita. Amezaliwa mzima kana afya, lakini unasikia kesho katoto kamekufa, au jioni kamekufa. Kalikuwa kamezaliwa asubuhi kazima kazuri kana afya nzuri, hapo kamekufa. Akawa anasema huto wanakuwa wanatuchukua tu kwa ajili ya mambo yao. Lakini akasema wengine wanawataka waje wao wanachama wa baadaye. Hao hawaui, lakini wanawekea alama. Kumbuka somo langu linasema kuwekea watoto wetu chapa za Mungu wetu. Haleluya. Kwa nasema wanamwekea alama yao, mtoto amezaliwa. Mama unaondoka na mtoto wako, kumbe unanyonyesha mtoto mwenye chapa ya Brotherhood. Akasema wanachofanya, wanaweza kamtengeneza kamchubuko kadogo tu. Hata ukiona unaweza kuwa ni bahati mbaya, labda ukucha wa daktari wakati wa kuzaliwa unesi mkunga ulipita bahati mbaya, ingawa na baga gloves. Lakini unaweza kudhani tu kuna karafu fulani kamemgusa kakamkwaruza kadogo tu. Kadogo sana. Lakini kale kadogo kanaweza kuwa kamechukua 0.00000 ya mililita ya damu. Kadamu kadogo, kachembe. Wameondoka nako. Haleluya.
kale kachembe ka damu walikuondoka nako, watakavyokafanyia wanajua wao, lakini huyo mtoto watamjua popote alipo, popote alipo. Ukimpeleka kusoma boarding Moshi, wanajua mtoto yuko Moshi. Kinachowasaidia chapa, wamemwekea chapa. Umeelewa vizuri? Ana chapa yao. Na kueleza kanisa likilala, watoto wetu wasiwe na chapa za Kristo, shetani yuko biza anaweka chapa juu ya watoto. Shetani aweka chapa juu ya watoto, hatuna habari. Unaona mtoto tabia huzielewi, wewe shughuli yako ni kupiga viboko, kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Unaona mtoto napeleka shule hii hataki, peleka shule ile hataki, wewe shughuli yako ni kutoa hela kuhamisha shule. Unadhani mtoto hii shule imemshinda, unapeleka huko shule imemshinda, kumbe anachapa. Jina la Yesu libarikiwe. Kumbe vingine ni roho fulani yuko connected mahali fulani. Sasa akasema akikua anakuwa wanamwangalia na wanamfuatilia. Wakifika umri ambao wanataka sasa waanze kumwingiza polepole kwenye mambo hayo, wanaanza kama nasoma chuo kikuu au high school, mle kuna watu wao, atapatikana mmoja anakuwa rafiki yake. Kwa meneno tabia anakuwa anamwambukiza polepole, anamwambukiza polepole, anamwambukiza polepole, anamwingiza kwenye interest fulani fulani za kupenda vitu fulani fulani vya ajabu ajabu. Haleluya! Vile vitu vya ajabu ajabu ambavyo si vya kawaida kwa watu, anamtengeneza kuvipenda. Wanaanza kupenda zingaombwe hivi, kumbe namna anamuingizia ile kitu. Ili wakianza kumwingiza lisiwe ni jambo geni sana. Haleluya! Paka atakapofika muda wanaona wamemuivisha, wanamwingiza moja kwa moja, anakuwa ni mwanachama na yeye. Kwa wanaanza kutrain wanachama kutokea utotoni. Hao wanaoingia watu wazima kwa ajili ya tamaa za mali, hao ni wengine. Lakini kuna wengine wanawakuza wao wenyewe kutoka utotoni. Tunakwenda pamoja. Niliwahi siku moja mwaka fulani, tukawa na msaidizi wa ndani, binti moja mdogo tu, tunatokea hapo ng'ambo Sengerema. Kwa tunaishi Kitangiri wakati huo. Yule binti akilala na wenzake vizuri, wanakuja kushituka ile mida ya kukaribia kucha, watu wanaanza usingizi umeisha, wanamkaamka. Wale wanaokaa naye chumbani wanakuta amesinzia, lakini hana nguo yoyote, yupo kama alivyozaliwa. Ile kitu kikawashangaza wale mbinti wanakaa naye ndani ya chumba. Yukoje? Lakini nakumbuka wakati wa kulala hakuwa hivyo, lakini anaamka yuko hivyo. Mara mbili tatu baadaye wakawa wanamwambia mama, huyu sijui ana shida gani, analala hivi. Mama aliponiambia mimi akili kaenda mbali, nikasema huyu sio kawaida, ngoja tuzungumze naye. Siku moja nikamzungumza naye, nikawa mkali. Mambo mengine ukupata habari ina psychology nyingi, na kuwa mkali wakati mwingine naleta taarifa. Nikamuuliza, nimesikia hivi na hivi. Kaanza kupiga usingizi na nini? Nikamwambia hapana. Kwa ulikuwa umelala hivi wakati unalala? Hapana. Nini kilitokea? Sijui. Nilikuwa nimesinzia. Nikamwambia hapana. Utaniambia. Kama mkali sana. Nikamwambia nitakupiga usiponiambia ukweli. Na halafu nakupiga na kufukuza. Uniambie ukweli. Akaniambia hapana, mimi huwa naondoka. Unaondoka, unaenda wapi? Akaniambia bibi ananiijia.
tunaondoka tunaenda. Sasa wanakoenda simeshaelewana wakoenda, nahitaji kuambia tena wanaenda wapi? Haleluya. Tunaenda. Aha, mnaenda. Unarudije? Narudi. Alafu nikirudi, nikishaingia ndani nakuwa nimechoka na usingizi mwingi, nafikia kulala. Kwa hiyo ukienda mnatoa nguo kwanza alafu ndo mnaenda? Ndio. Kwa hiyo anatoa nguo akienda, akirudi amechoka, anasahau kuzivaa tena, anafikia kusinzia. Ni binti mdogo. Haleluya. Mwambie jirani yako, usipoweka chapa za Yesu kwa watoto, shetani anaweka. Sifanye mchezo. Mimi nimefanya huduma za mashuleni. Huko mashuleni ni hatari, ni baraa. Watoto wanakutana vitu hujawahi kujua kama nakutana hapo. Huko mabwenini, huko hosteli, huko ni baraa. Mimi nimefanya huduma za mashuleni, naelewa vizuri. Huko mashuleni watoto wana vitu ambavyo wazazi hawajui kabisa kama wanavijua. Shetani yuko bize, anawapiga chapa watoto wetu, na sisi tumesinzia. Neno la Mungu hatusomi, ibada hatutaki, maombi hatufanyi, tumekalia kutafuta hela tu na watoto wanapotea. Jamani, wangapi wananielewa wanachosema? Haleluya, haleluya. Kwa nipoelewa vile, mimi nikaanza uchungaji. Nikaanza tu kutafuta namna gani ya kumfanya tubu, aache dhambi na nini na nini, tuvunje uchawi na nini na nini. Akatokea mchungaji mmoja, alikuwa mgeni wangu. Tukamsimulia hiyo issue. Akasema mnacheza. Mambo sio rahisi hivyo. Akawa mkali kuliko mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamhoja, akatoa siri hata ambazo hakuwa ameniambia, akamwambia, halafu akamwambia unaondoka hapa. Huwezi kukaa. Haleluya. Tumesinzia. Maombi hatutaki. Neno la Mungu hatutaki. Sensi za kiroho hatuna. Halafu tunachukua mtoto wetu, tunaleta mwingine tusiyemjua, anakuwa mlezi wake. Sasa imagine, tulikuwa na mtu anatulelea watoto wa hivyo, kama si Bwana. Na mtu huyo ndiye anawapikia chakula. Hivi na leo nachongea. Yaani huyo ndio anapika chakula mnakula, na huyo ndio mnaenda kwenye huduma au kwenye kazi zenu mnawachia watoto. Nini kinaendelea? Si mtakuja ninyi huko mbele wachukia watoto wenu wanafanya vitu, mnajiuliza walivitoa wapi? Kumbe walipigwa chapa, wakafuatiliwa, wakalelewa. Tusipolea kimungu, shetani atatulelea. Mnaelewa nachongea? Si mnapenda usingizi, mnachelewa kanisani, watoto wenu hawasali Sunday school, au ni watu wengine sio ninyi? Nisi mnaleta watoto ibadani saa 5 kama watu wazima, hamwareti Sunday school. Ninyi fanyeni hivyo, shetani atawalelea. Pendeni usingizi, msiinzie mnachelewa kanisani, watoto wenu hawaendi Sunday school, shetani atawalelea. Kanisani mnawachelewesha, shuleni hamwacheleweshi. Kanisani ni salama, shuleni si salama wakati mwingine. Naona pamoja. Na huko mnawawahisha, lakini kanisani hamwawahishi. Mnaona chonge? Shuleni mnawawahisha, na shuleni hamjui wanaenda kukutana nani. Kanisani hamwawahishi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo sio yule binti, ni shughuli ya bibi. Vile bibi alimtia chapa zamani. Nikamuuliza swali, sasa wewe hapa kwa mfano unavyoongea, wachawi wa maeneo hayo unajua wote nyumba, akaanza kuniambia nyumba ile pale. Nyumba ile pale. Nikamuuliza na wajuaje? Akasema tuna alama zetu, tunajuana. Tukionana tunajuana. Sema chapa. Kwa lugha nyingine ananiambia tuna chapa zetu. Tukionana tunaelewana kwa chapa. Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba vyao. Mtindo wa kufunga vilemba vya Waarabu wakikutana. Sasa wewe Waunguja, wewe Wapemba mwenzangu huyo hapa. Akaniambia tunajuana. Na wajua na wao wananijua kwamba niko hapa. Na bahati mbaya nyumba moja tunapakana, iko kwa nyuma yetu hivi. Akasema hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini akaniambia kitu kingine cha ajabu. Akasema hata mtu, si unaona kuna watu wanaonewa na wachawi kuliko wengine? Jamani, si ni kweli? Kuna mtu mchawi anamuonea kuliko mwingine. Akaniambia kuna watu wana alama zetu, tunaowafahamu hawa ni mawindo yetu. Yaani unatoka hapa unarogwa sana. Unasema ngoja nihamie Kishiri kule hawanijui. Unafika Kishiri wanakujua zamani. Wanakuanza. Kumuna alama ya kwamba hii mawindo hii. Wakisha kuona wanakujua. Wewe unapiga usingizi tu, unapigwa chapa. Unapoteza chapa za Kristo, unatembea na chapa za wachawi. Mvivu wa mambo ya kiroho. Wachawi wanakutilia chapa, unaishi na chapa za wachawi baada ya kuishi na chapa za Kristo. Haleluya. Nisikilize. Farao, kwani watu walipoongezeka wakawa wengi wakapata nguvu, alikuwa na matatizo na watu wazima? Alisema ishu si watu wazima, hawa si wanaenda, tushughulike na uzao. Hawa kishaenda wakose wa kuendeleza. Mnaelewa? Hakushughulika kuua wazee wa baba na wa mama. Alishughulika kuua watoto wa kiume. Haleluya. Ili kwamba hawa wanaoenda wakienda, hakuna wanaofuata. Wameisha. Yakuna pamoja. Hawa wanaoenda wakishaenda, hakuna wanaofuata. Na ndivyo kanisa tumefanyiwa. Jamani, kuna wanaoenda. Mimi naangaliaka kanisa, sio hapa tu, kila mahali. Wale wanaomaanisha kumjua Mungu, wale wanaomaanisha mambo ya Mungu, wale wanaomaanisha kwenye huduma wanaenda. Hapo kaangalia wanaofuata ni wale wa yawe. Yawe. Hapo kesho amezidi. Taukana pamoja. Haleluya. Ruka. Chochoma. Mnafikiri mnatengeneza kanisa kwa kuchuchuma? Kizazi kinaenda. Wanaoenda wanaenda, hakuna wanaofuata nyuma yao. Kanisa linaenda. Na si kanisa, inaathiri mpaka kwenye ukoo. Tunaanza kuwa na vijana hawana, unaona kabisa hapa hamna akili hapa. Wazururaji tu. Nukena pamoja.
wamejifunza kuvuta bangi, wamejifunza ushoga. Alafu nasema umezaa watoto, namshukuru Mungu amenipa watoto. Unawatunza? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa anachofanya shetani? Unaelewa kinachoendelea? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanangu ukimchokoza, mimi ni mlinzi wangu, huyu anapigaga. Unaona raha anapiga. Kuna siku atapigwa asiyopigika. Alafu utaelewa kwa nini ulienjoy kupiga. Ulifurahia anapiga. Kuna siku atapigwa asiyopigika. Tuwawekee chapa za Yesu. Jamani, tuwekee watoto wetu chapa za Yesu. Tusipowekea, shetani yuko biza anaweka kila siku. Watoto wetu wanatembea, wanaishi na chapa za shetani na hatuna habari. Wanaishi na chapa za shetani na hatuna habari na hatujali. Mungu akasema, kuanzia sasa nataka kuwekea alama watoto wako Ibrahimu na wazao wao nyuma yao, sio kwa kuchelewa, sio kwa kuwasubiri wao watu wazima. Siku ya 8 watatahiriwa kama alama ya agano langu na wao. Unajua mtoto wa siku 8 analinganaje? Unajua ni kadogo sana. Mungu anataka kuanza kuweka chapa zake juu ya watoto wetu wakiwa bado wadogo, si kwa kuchelewa. Jamani, mnaelewa nachongea? Mnaelewa nachongea hapa? Ndio nimesema naongea kitu kinachozidi maombi. Sio kwamba leo tumepeleka watoto waombewe, ni zaidi ya kuombewa. Naongea zaidi ya kuja kuombewa. Nazungumza kuwaunganisha na Mungu. Hata kienda chuo kikuu wewe haupo, ana chapa za Yesu. Hakuna shetani anamgusa. Akili zake zimepigwa chapa za Yesu. Hashawishiwi na vitu vya kishetani. Jina la Yesu libarikiwe. Ufahamu wake, tabia yake ina chapa za Yesu. Shetani hamfanyi mawindo. Hata kienda nchi usiyoijua anakuwa salama, kwa sababu chapa za Yesu ziko juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya pale Mungu akasema, kwa chapa hizi nitakuwa Mungu wako na Mungu wa uzao wako. Na tunataka hiyo connection iendelee. Mungu akiwa Mungu wako, awe pia Mungu wa uzao wako. Mungu awe Mungu wako, lakini pia awe Mungu wa uzao wako. Na leo kuna watoto Mungu anawarudisha. Hata kama shetani alikuwa amekuwa kama amewachukua, Yesu anawarudisha leo katika jina la Yesu. Yesu anawarudisha leo. Nasema Yesu anawarudisha leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu anawarudisha. Kwa Biblia inasema, Paulo katika kitabu cha Galatia anasema, Wagalatia sura 6 mstari wa 14 mpaka 17. Anasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo,
ambao kwa huo ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Nafahamu msalaba ni mahali Yesu alisulubiwa, si ndio? Na Yesu aliposulubiwa alimwaga damu, na ile damu kwa mujibu wa Waebrania pamoja na kanuni zote za kikuhani kama Agano la Kale linavyosema, wote waaminio walinyunyiziwa ile damu. Sawa sawa. Waebrania nasema mmefikiria damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko damu ya Habili. Haleluya, haleluya. Ile damu ndiyo chapa ya Mungu. Damu ya Yesu ndio chapa ya Mungu kwa walio wake. Haleluya. Damu ya tohara ndio ilikuwa chapa ya Mungu ya agano kati ya Ibrahimu na uzao wake. Lakini sasa chapa ya damu ya Yesu ndio alama ya agano kati ya Mungu na walio wake katika agano jipya. Jina la Yesu libarikiwe. Watoto wako waishi na chapa hiyo katika jina la Yesu. Wazamishe katika damu hiyo. Hata shetani akiona, maandiko yanasema nitakapoona damu, yule mwenye kuharibu ataruka, atapita, hatagusa nyumba zenu. Nitakapoona damu, yule mwenye kuharibu Misri atapita, ataruka, hatagusa nyumba zenu. Haleluya. Chapa ya Mungu. Wanasema nisione fahari juu ya chochote ila msalaba wa Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema, naam, kwa Israeli wa Mungu. Tangu sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu. Ninachukua, nimebeba juu yangu chapa zake Yesu. Na mimi nataka chapa hizo ziwe juu ya uzao wangu katika jina la Yesu. Tufike mahali tukatae kanisa, hatuzalii shetani. Haleluya, haleluya. Ndio maana nimesema, kama ulielewa vibaya ukafikiri naongelea watoto wadogo, naongelea watoto kwa maana ya watoto bila kujalisha umri. Naongelea watoto. Bwana Yesu sasa, ili wewe na uzao wako, watu wa Mungu na uzao wao, Mungu wao awe ndio Mungu wa watoto wao. Mungu wako awe pia ndio Mungu wa uzao wao. Chapa za Yesu ziko juu yako, chapa hizo hizo ziwe juu ya watoto wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sikiza nimalizie kwa kusema Farao alipigwa sana. Mapigo yale alipiga pigo sijui la ngapi, sijui la 8, sijui la 9. Akasema sasa na waachilia mwende. Lakini akajirudi akasema, kwani kina nani wanaenda? Musa akamwambia, tunaenda wote, sisi na wake zetu na vijana wetu na ng'ombe zetu na kondoo zetu. Akataja vyote. Farao akamwambia, hapana, nikiwaruhusu mwende wote, huko mbele kuna hatari. Nendeni ninyi mlio watu wazima, bakizeni huku watoto. Unasikia hiyo trick ya shetani? Nendeni mkatumikie Mungu ninyi watu wazima, ila watoto niachie. Hiyo kitu inaendelea mpaka leo.
Mama amezungumza mara nyingi, siku hizi mpaka ameshaacha kuzungumza. Amekuwa akiwaambia kwa kweli, tena sio kwamba nahimiza. Mungu alimwambia, nakumbuka kipindi kile tunanunua kiwanja hiki, Mungu alizungumza na mama akamwambia, waambie watu wangu wanapotoa sadaka za ujenzi wasisahau na watoto wao kuwapa sadaka. Haleluya. Na mara nyingi alinikumbushia miaka mingi. Sasa hivi naona amekata tamaa, sijui ameacha, haongei tena. Lakini triki ni hiyo hiyo. Shetani anasema toeni ninyi mlio watu wazima, lakini watoto wenu waleeni kwenye roho ya kutokutoa. Mnaelewa nachoongea? Maana maandiko yanasema mtoto unavyomlea, sio maandiko, Mithali, mtoto unavyomlea ndivyo anavyokuwa. Ila maandiko yanasema mfundishe mtoto katika njia iliyo, naye hataiacha. Sasa ninyi mnatoa kwa kazi ya Mungu, lakini hampandi ufahamu wa watoto wenu kutoa kwa kazi ya Mungu. Mnafikiri wataanza kutoa wakiwa watu wazima? Ndivyo mnavyojidanganya kwamba watajua kutoa wakiwa watu wazima. Natimiza andiko la Farao, nendeni ninyi mlio wazima, niachieni huku watoto wenu. Ninyi watu wazima, nendeni mkatumikia huyo Mungu wenu, watoto niachie. Mnaelewa nachoongea? Kwani nafikiri Farao alikuwa hana akili? Alikuwa hajui anachoongea? Alikuwa hajui kwamba watoto hawezi kufanya zile kazi ngumu, kwamba watu wazima wakiondoka, nimepoteza watumwa, nimebaki na vitoto. Zile kazi ambazo walikuwa wanazifanya za kituma watu wazima, vitoto havitaweza. Mbona hakusema chukueni watoto, haunifai chochote? Alisema niachieni hapa, najua cha kufanya nao. Jina la Yesu libarikiwe. Naanza kwanza kuwatengenezea utumwa kwenye ufahamu. Kabla hawajaanza kuwa watumwa wa kufanya kazi za mikono za kitumwa, wanaanza kuwa watumwa wa akili. Naanza kuwajengea historia ya saikolojia ya utumwa, ili wakiwa watu wazima hawatamsumbua kukubali kuwa watumwa, maana amewajenga toka utotoni kuwaonyesha utumwa ndio maisha. Usifikiri alikuwa ajua anachofanya. Anawatengenezea tokea uchanga utumwa ndio maisha. Sasa msifikiri wewe unaposali saa 5 mtoto anajua kuchelewa kanisani ndio maisha. Usifikiri kuna siku atapenda Mungu halafu ajali ibada. Mna vizuri? Usifikiri kuna siku atakuwa mtu mzima ameshazoea baba na mama hawajali ibada, halafu utafikiri mtoto wako kwa muujiza atajali ibada. Jina la Yesu libarikiwe. Jamani, nimesema Mungu awasaidie kuelewa. Na mimi nazungumza na watu Mungu ameshawasaidia kuelewa. Na mimi mnaelewa. Ona zaidi ya kwamba leo sisi kusema njoni tuombee watoto, nimesema njoni tutangaze hatima ya kimungu kwa watoto wetu. Wale waliosoma zile meseji zangu, nimesema tutangaze, tuumbe hatima ya kimungu kwa watoto wetu. Tumbe hatima. Tumbe hatima ya kimungu kwa watoto wetu. Naomba tusimame. Kwa hiyo unavyovifanya ujue vinajengwa ndani ya watoto wako. Usali, unasali Jumapili, hutatengeneza muujiza watoto wa kupenda ibada za kila mara. Nakwenda pamoja. Kazi ya Mungu inayohitaji kutoa, utoi. Usifikiri watoto wako wataelewa kutoa kwa muujiza baadaye. Unanielewa vizuri? Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli, hizi sheria nazowapa
nendeni mwe mnakariri sebuleni na watoto wenu, ziandike mwe mnawasomea watoto wenu kila siku. Wakuuliza za nini hizi, waambie tulikuwa watumwa Misri, Mungu alitutoa kwenye utumwa. Waanze kuondokana na akili za kitumwa, waanze kukua naelewa wao ni kizazi kilichokombolewa. Takuwa mnawaambia kila siku tulikuwa watumwa, Mungu akatukomboa, ili waendelee kuelewa kila siku toka utotoni, sisi ni kizazi kilichokombolewa. Wakae imewakawa na ijua, sisi ni kizazi kilichokombolewa. Ukiishi wewe hulipi zaka, usifikiri watoto wako watalipa, kuna mwaka watalipa zaka. Labda Mungu afanye kwa neema yake. Kuna wengine akili yao imekaa kinamna, nasema nikitoa zaka natajisha mchungaji. Utaona matunda baadaye. Haleluya. Kwa nini mchungaji hatusompa, Mungu anampa kwa namna nyingine? Haleluya. Lakini watoto wako haitabaki hivyo. Mnaelewa nachoongea? Mnaelewa nachosema watu wa Mungu? Haleluya, haleluya. Ukikaa kanisani kuna maombi, wewe unafanya namna tu ya kuyakwepa uombi. Wamesema kuna mfungo, wewe ufungi. Usifikiri kuna watoto wako wataelewa kufunga ni kitu gani na kina manufaa gani. Si wanakuona wakati wanatangaza kuna mfungo, si walikwepa? Na wanakuona wewe ufungi baba na mama. Halafu siku nyingine wanaombea wanangu kwenye jambo hili tuombe. Tuombe nini? Wewe mbona uomba? Wewe mbona maombi yakiwepo huombi? Tuombe nini? Jina la Yesu libarikiwe. Jogoo mmoja, hiyo ni hadithi. Alikuwa analala jirani na mke wake, na mke wake ameatamia vifaranga. Sasa kifaranga kimoja kikashikwa na haja kubwa, kinatoa kichwa chake hivi kutoka kwenye manyoya ya mama yake, kimwambie baba nisindikize nje nijisaidie. Ile kinatoa kichwa hivi, macho yakagongana, baba anajisaidia, mahara melala. Kitoto kajua kumbe utaratibu tunajisaidiaga tulipolala. Mpaka leo kuku anajisaidia walipolala. Waliona nani? Baba. Jamani, hiyo ni hadithi. Yaani hawa kuku leo naona wanajisaidia walipolala. Walijifunza kwa baba. Waligundua baba anajisaidia mahara melala, utaratibu ndio huu. Naomba tuje mbele madhabahuni. Wale ambao Mungu amewapa neema, amekuja na watoto wenu, njoni na watoto wenu madhabahuni kwa Bwana leo. Wale ambao watoto wenu bado wako matumboni mwenu, njoni tutaombe, tutakabidhi hao ambao hawajazaliwa. Tunasema hatima yao, natangaza Mungu wetu awe Mungu wao. Wale ambao hawako hapa kwa sababu yoyote, ama wanasoma, wako mabwenini huko, hili neno litawakuta huko katika jina la Yesu. Wale ambao labda wameshakuwa wakajitegemea, wako makwao, wanafanya kazi huko waliko, hawako hapa, nao kama wazazi wao wako hapa, hilo neno litawakuta huko wao na uzao wao. Mungu wako atakuwa Mungu wao. Usijali kwamba sasa ni walevi. Nimesema hivi, natangaza hatima. Mimi sitangazi mambo ya leo, natamka hatima, natangaza hatima. Walevi ambao ni walevi wa leo, kuna siku huyu Mungu wako atakuwa Mungu wao katika jina la Yesu. Wengine hata kama ni kahaba, huku na komono unamwona kahaba, wewe unaona kahaba. Nasema hivi, Mungu wako atakuwa Mungu wake katika jina la Yesu. Hata kama unamwona ni mvuta bangi, kokote aliko, leo natangaza hatima. Sitangazi masuala ya leo, natangaza leo na kesho na milele, Mungu wako atakuwa Mungu wao katika jina la Yesu. Maana Mungu aliye hai, walioko matumboni hawajazaliwa,
Mungu wako atakuwa Mungu wao katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao hata hamjakuwa nao kabisa, bado mnawatarajia miaka kadhaa mbele, bado watazaliwa, watakuta Mungu wako atakuwa ndiye Mungu wao katika jina la Yesu. Kwa hiyo kila mmoja aweke watoto wake, hata hauna watazamia hiyo miaka ijayo, hao waweke kwa Bwana leo Mungu wako, na kuliona agano imara la Mungu lilofanyika kupitia damu ya Yesu likiwa juu yako, na ukiwa mrithi katika agano hilo, na si wewe peke yako, bali wewe pamoja na uzao wako wote. Anza kuona wale waliowakatia tamaa wakirudi tena katika lile agano. Anza kuona wale ambao hukutarajia Bwana akiwarejesha tena katika lile agano. Anza kuona wale ambao ni kama walishindikana, Bwana akiwaleta tena katika lile agano. Anza kuona neema ya Mungu ikitembelea upya uzao wako pamoja na maisha yako. Anza kuona baraka za Bwana zikirudi tena na kurudia familia yako. Anza kuona utukufu wa Mungu ambao ulikuwa unaona kama uliondoka. Unapoishi ni kama unaona utukufu uliondoka. Anza kuona, maana mimi nauona utukufu unarudi tena katika jina la Yesu. Utukufu uliokuwa kama umeondoka, utukufu unarudi tena katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, nyumba ambazo zilikuwa zimepokuwa kama zimepoteza utukufu, ninaona utukufu unarudi tena. Utukufu wa Mungu unazijiria tena, unazitembelea tena. Mungu anafanya jambo jipya. Mungu anaumba jambo jipya. Yaliyokuwa yameharibika, wako watoto walikuwa kama wameharibika, wala hakuna tumaini, lakini natangaza leo liko tumaini, narudi tena. Ninatangaza hatima njema, ninatangaza hatima njema, natangaza hatima njema, natangaza hatima ya kimungu juu ya kila aliye mtoto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama uko na mtoto wako, mwekee mkono. Kuna muujiza unatokea. Siwezi kuwekea mikono wote, lakini wewe wawekee mkono watoto wako, wawekee mkono waliko, na mkono wa Yesu Kristo uko mahali kule. Kwa wale ambao hawako mahali hapa, wale ambao wako mbali na mahali hapa, ninaomba mkono wa Yesu Kristo, ninaomba mkono wa Yesu Kristo uwawekee kule waliko makazini. Mkono wa Yesu Kristo uwe juu yao. Walio kwenye masomo, mkono wa Yesu Kristo uwe juu yao. Walio kwenye biashara, mkono mwema wa Yesu Kristo uwe juu ya watoto wetu. Baba mtakatifu, tunarudi kwenye lile agano ulilosema ya kwamba utatuponya sisi na watoto wetu, tutarithi urithi wa Ibrahimu sisi na watoto wetu. Ulisema utakuwa Mungu wetu sisi na watoto wetu, utakuwa Mungu wetu sisi na watoto wetu, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Kwa hiyo tumekuja kwenye hii madhabahu leo, tumekuja mbele zako leo kukupa watoto wetu. Wewe Mungu wetu, uwe Mungu watoto wetu walioibiwa na shetani, neema yako yarudishe. Uwe Mungu watoto wetu walioharibiwa na yule mwovu, neema yako yarudishe. Uwe Mungu watoto wetu katika jina la Yesu. Wale ambao walinyimwa wakatiliwa utasa, leo naomba katika jina la Yesu matumbo yafunguliwe, matumbo yafunguliwe, matumbo yaliyokuwa tasa yafunguliwe, ili neno litimie ya kwamba utakuwa Mungu wetu na Mungu watoto wetu katika jina la Yesu. Hakutakuwa ni tasa katika jina la Yesu. Yakarababa, 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 yatarababa, yatarababa. Naomba na kusihi Yesu, fanya jambo jipya leo. Umba hatima mpya, umba hatima mpya, umba hatima leo, umba hatima leo, umba hatima leo juu ya watoto hawa. Umba hatima mpya, hatima ya baraka, hatima ya uzima, hatima ya uponyaji, hatima ya akili njema, hatima yenye afya, hatima yenye furaha, hatima yenye amani, hatima yenye kuburudishwa katika uwepo wa Bwana, hatima ya mafanikio, hatima ya uchaji wa Mungu, hatima yenye roho wa Mungu, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Mungu aliye hai, sikia vilio, sikia vilio. Familia zinalia, familia zinalia, wamama wanalia, wababa wanalia, wababa wanalia, watoto wanalia, kila mahali ni vilio. Sikia e Bwana, sikia e Bwana,
Sikia Bwana, sikia Bwana, umbe hatima mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umbe Bwana, umbe Bwana hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema Yesu, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima njema, hatima ya baraka katika jina la Yesu Kristo, hatima ya baraka, hatima ya baraka, hatima ya baraka. Ya karababa, ya karababa, ya karababa, ya karababa, ya taraboseke, ya paraboseke, ya paraboseke, ya taraboseke yaba, ya taramondo ya bazanda, indaraboshe poko ya bazanda, itaramoshe kaya baba, ya paramondo ya bazanda raboseke, ya taramondo ya bazanda raboseke, ya ndaramondo ya bazanda raboseke, yendereboko ya bagaseke, ya ndaraboko ya bagaseke, ya rabosaka, ya mandarababa, ya rabababa, ya babababa. Mungu azitengeneze familia tena, azitengeneze familia tena, atengeneze uzao tena, atengeneze. Shetani aliharibu kwa Ayubu, Mungu akatengeneza kizazi kingine kilichotengenezwa bora, kizuri kuliko cha kwanza, katika jina la Yesu. Mungu atengeneze leo, Mungu atengeneze leo kilichoharibika, Mungu akitengeneze, akitengeneze leo. Bwana nakuita leo, ukatengeneze uzao watoto wetu, na utengeneze wale watakaozaliwa baadaye ambao leo hawajazaliwa, watengenezwe. Wazali wameshatengenezwa. Tunatangulia kuwanenea hatima mapema, in advance. Natengeneza hatima njema za wale ambao hawajazaliwa, in advance, katika jina la Yesu. Mungu uliogusa mioyo ya watoto wako, wakanisikia katika haya niliyosema, wakayaamini kwa mioyo yao, ninaomba leo katika jina la Yesu nitangaze kwamba na ulimwengu wa roho ufahamu, ulimwengu wa kimbingu na ulimwengu wa kuzimu ufahamu kwamba hakutakuwa mtoto yeyote, mwana wala binti wa wazao wako walioko mahali hapa atakayekuwa mali ya shetani, katika jina la Yesu. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti wa wazao wako waliosoma mbele yako ambaye hatima yake itaishia mikononi mwa shetani na kuzimu kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti wa uzao wa watu wako walioko mahali hapa ambaye hatima yake itaishia kumtumikia shetani, lakini kila mmoja wao atamtumikia Mungu aliyeumba mbingu na nchi, katika jina la Yesu. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti watoto wako waliosimama mahali hapa ambaye hatima yake atakuwa katika utumishi wa kuzimu na ataenda motoni, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti watoto wako waliosimama mbele yako leo ambaye ataingia na akakaa kwenye maagano na kuzimu, katika jina la Yesu. Navunja nguvu ile ya maagano, hata kama ilikuwa imemshikilia, na ivunja nguvu na inamwachia sasa, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti watoto wako hawa ambaye
hatima yake itakuwa ni ya kuomba mkate. Baba, utawabariki. Baba, utawabariki wao na uzao wao. Baba, utawabariki. Baba, utawabariki. Baba, utawabariki. Baba, utawaneemesha. Baba, utawapa nafasi. Hawataomba mkate katika jina la Yesu. Hawataomba mkate katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakutakuwa na mtoto, mwana wala binti wa uzao wa kimbingu uliosimama mahali hapa ambaye ataaibika katika maisha ya duniani hapa katika jina la Yesu, na wala hatafedheheka katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Baba, wewe ndiye baba yangu. Wewe ndiye uliyeniita. Wewe ndiye nituma. Naomba ujulikane leo kwamba nayafanya haya kwa jina lako na kwa mamlaka yako na kwa neno lako. Hapata kuwa na mamlaka itakayosimama wakati wowote leo na hata milele kinyume na matamko haya ni yatoayo mahali hapa leo katika jina la Yesu. Hapata kuwa na mamlaka itakayosimama kushindana na nguvu ya matamko ninayotamka kwenye madhabahu leo juu ya uzao huu wa kimbingu katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Baba, 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 Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, Baba yangu, ninakuomba leo uwatilie chapa zako kila moja, na chapa za yule mwovu zifutike zote. Chapa za yule mwovu zifutike zote. Watilie chapa zako leo kila moja katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Baba, 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 Baba yangu, Baba wa mbinguni, Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, naomba hatima ya watoto wako hawa na ya watoto wao na ya watoto wa watoto wao na vizazi vyao vyote baada yao, iwe hatima iliyoamriwa na wewe, na shetani asiwe na sauti, wala dunia isiwe na sauti juu ya hatima za hawa niliotaja mbele zako leo katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Ninaomba hatima njema inayoanzia leo, sio ya miaka mingi ijayo. Naomba hatima njema ambayo inazinduliwa leo, inazinduliwa mchana huu wa saa 6:52 saa za Afrika ya Mashariki. Hatima mpya imezinduliwa leo. Hatima ya kimungu imezinduliwa leo katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, walioandikiwa kwamba hawatasoma wakavuka viwango fulani, ninatangaza kwamba wanapenya sasa, wanaenda viwango vya juu katika jina la Yesu. Walioandikiwa kwamba wataishi wagonjwa miaka yote, wanapokea uponyaji leo katika jina la Yesu. Walioandikiwa hawatazaa watoto, na tamka uzao juu ya matumbo yao katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Waliotangaziwa kwamba hawataokoka, na watangazia wokovu wao na nyumba zao katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai.
Mshukuru Mungu, rudisha utukufu kwa Mungu. Umepokea tayari, umepokea tayari. Rudisha utukufu kwa Mungu. Mshukuru Mungu, rudisha utukufu kwa Mungu. Umepokea tayari katika jina la Yesu. Baba, nasema asante, na mimi pia naungana na kanisa lako kukushukuru kwa sababu ya huu utukufu wako na lile ulitendalo. Jehova, umefanya katika jina la Yesu, umefanya tayari katika jina la Yesu, na mimi nakupa utukufu na shukrani. Pokea utukufu huo katika jina la Yesu. Pokea utukufu ni wako, na haya ni mwanzo wa kuwafurahisha watoto wako katika jina la Yesu. Imba ubeti mmoja wa ule wimbo wetu, Baba yetu uliye mbinguni umenifurahisha. Tuimbe ubeti mmoja na korasi yake. Baba Magingira njoo, Samuel njoo. Ubeti mmoja na korasi yake, Baba yetu uliye mbinguni umenifurahisha. Mungu akufurahishe leo. Leo iwe mwanzo ya furaha yako, mwanzo wa furaha yako na mwendelezo wa furaha yako katika jina la Yesu. Baba yetu uliye mbinguni umenifurahisha yakini, uliniambia hapo chuoni hakuwa nami Yesu pendoni. Anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda mimi. Naomba tulete chombo cha sadaka, wakiwepo watu ambao wanaguswa kutoa sadaka kwa ajili ya imani ya hicho walichomwamini Mungu kukifanya kwa ajili ya uzao wao, waweze kuweka sadaka zao.